kuweza kufikia mbali zaidi kwenye mashindano, hususan umesema tuanze na wale wanaoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana wale wanaoshiriki CAF Champions League. Sasa wale wanaoshiriki CAF Champions League, especially Simba Sport Club, kama ambavyo umeuliza, wanatakiwa wafanye nini ili dream wanayoiota, the impossible dream, become possibilized or become true, kwa maana kwamba kama alivyowahi kuzungumza ama kusema tajiri bilionea Mo Dewji kwamba anatamani kuiona Simba ikileta taji la CAF Champions League ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la kwanza ambalo anatakiwa kulifanya ili kuintegrate system ya mafanikio ambayo wameyafanya ni, unajua football sasa hivi kwenye financial analysis, football ni investment. Yaani kwenye soko la mpira, soko la pesa ambalo tunazungumza, mpira ni pesa, football is money. Unachotakiwa ni kuwekeza. Yaani jambo moja kubwa ambalo linaweza likafanya vilabu vyetu vifanye vizuri, it is about investment. Ni lazima vilabu hivi viweze kuwekeza. Yaani viweze kuwekeza kwa asilimia zaidi ya 100. Na uwekezaji unatakiwa kwenda kwenye nini? Uwekezaji unatakiwa kuwa ni uwekezaji wa mitaji, kwa maana ya capital. Sio uwekezaji wa asset, mtu anapewa viwanja, anapewa shamba, anapewa maeneo. Ni uwekezaji wa capital. Kwenye football tunachohitaji zaidi ni kuona capital inafanya kazi, kwa maana ya mitaji. Na mitaji ambayo inatakiwa kuwa capital, haitakiwi kuwa capital ambayo itakuwa ni fixed. Yaani unatoa pesa kwa ajili ya timu halafu zinafungiwa kwenye account. Tunataka tuone working capital, tuone pesa ambazo zinaweza kufanya kazi, ambazo mtu kama atatamani kuzitumia kwenye eneo moja hawezi kuzipata. Kwa jambo la kwanza kabisa kwenye hivi vilabu, especially Simba, wanatakiwa kufanya uwekezaji wa mitaji. Sasa uwekezaji wa mitaji upo kwenye nini? Bahati nzuri club licensing imetoa maelekezo kwamba klabu ya Simba kama watakamilisha mchakato wao kwenye 49 shares, zile hisa 49, wanatakiwa kupatikana watu wawili, watatu, wanne wanaweza wakaenda wakabai share na wakaweka mabilioni ya pesa pale. Yale mabilioni ya pesa yaje kutumika kutengeneza timu kwenye eneo la usajili, kwa maana ya recruitment of some players, lakini pia kutengeneza facilities, miundombinu ambayo timu ya Simba itaweza kuisaidia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni investment. Sasa investment kwa Simba mwakani najua hawatakuwa wajakamilisha katiba. Wanachotakiwa kufanya kwenye eneo la investment ni Mo Dewji kwenda kutengeneza mchakato mzima wa kuingia direct, kuanza kufanya kazi kama mdhamini mwenza ama kuanza kufanya kazi kama mfadhili ili Simba iweze kupiga hatua. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu zile bilioni 20 alizoziweka benki ambazo bado ziko fixed, kuna namna ambavyo anaweza akaongeza pesa, hata kama zitakuwa sio bilioni 6 ama bilioni 5 6 za kuanzia, ili timu iweze kuzitumia kufanya usajili. Wanaweza wakafanya vizuri sana Simba, kwa sababu tayari watakuwa wamepata mazingira makubwa ya kutumia pesa zilizopo. Lakini wako wadau wengine kama Jerud ambaye amezungumza, atakuwa anatoa pesa za usajili, atakuwa anaongeza pesa kwenye tamasha la Simba Day, lakini pia kuleta baadhi ya wachezaji wazuri kuja kuisaidia timu, kwa sababu yeye eneo lake liko kwenye kit supply, eneo la kusambaza na kuzalisha jezi za Simba ambazo ili zinunuliwe nyingi zaidi, manake Simba lazima iwe timu shindani zaidi barani Afrika, iwe ni most of the competitive club in Africa, inaweza ikatengeneza mazingira mazuri ya kila kitu kwenda vizuri. Kwa hiyo jambo la kwanza ni investment. Hivi vilabu vinatakiwa kuongeza bajeti. Investment ni bajeti. Watoke kwenye bajeti zao za mwaka ambazo tunazijua bilioni 27, bilioni 30, bilioni 31, waruke waende kwenye bajeti kubwa. Kwa klabu kama Simba wanatakiwa wacheze kwenye bilioni 50 kwa sasa hivi. Bajeti ya mwaka ukiwa na bajeti yenye bilioni 50, maana yake nini? Unao uwezo wa kutumia zaidi ya bilioni 16 kwenye usajili, halafu bilioni zingine zikaenda, tunazungumzaga kitaalamu OC, pesa zinaenda kwenye maendeleo ama pesa za ndani, maana yake zinaenda kwenye matumizi mengine yanaitwa matumizi ya kawaida. Manake kama wataongeza bajeti wakaenda kwenye bilioni kama 50, Simba inaweza ikafanya vizuri kwa sababu watakuwa na pesa za kutosha. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kwa Simba, wanatakiwa sasa kama klabu watengeneze mpango mkakati mzuri wa kutengeneza clear, tunazungumzia clear strategic DNA ya klabu ambao kwa Simba wanayo. DNA ya klabu ni uchezaji, kwa maana Simba wanacheza ule mpira tunaojua, mpira wa pasi nyingi, total football, lakini mara kadhaa kwenye mpira huo ukitengeneza DNA itakuelekeza unatakiwa ulete mwalimu wa namna gani. Ninachotaka kusema jambo la pili,
hizi timu especially Simba wasiingie kwenye mkumbo wa kubadilisha mabenchi ya ufundi mara kwa mara. Yaani unapobadilisha mabenchi ya ufundi mara kwa mara, timu inaondoka kwenye right track, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wanaweza wakaasilika ambao walikuwa kwenye timu wanashindwa kuisaidia timu. Tunajua kwenye usajili anapoingia mwalimu mpya, wako wachezaji huwa wananufaika na ujio wa mwalimu mpya kwa sababu wanataka kuonesha the big ama high performance ambao mwalimu akiona itawasaidia kama wachezaji, itawatengenezea mchakato mkubwa kama wachezaji kutengeneza mazingira bora ya kujituma na kuingia kwenye first 11. Sasa ishu ya pili, kuto kubadilisha mabenchi ya ufundi kwa kufuata DNA ya club. Yaani wanapo recruit mwalimu hawataki ku recruit mwalimu ambaye atakuwa nje na mfumo. Mfano kwa Simba wamebahatika wana mwalimu ambaye ana accommodate mfumo wa Simba Steve, na amekuwa anafanya vizuri zaidi kwa sababu timu inacheza pass as timu inavyocheza mara kwa mara kwenye miaka ya nyuma. Kwa kama Simba wataacha mchakato wa kubadilisha mabenchi ya ufundi, mfano msimu uliopita tunajua tunavyozungumza mwalimu Steve kama sio kocha watatu ni wanne ndani ya msimu mmoja. Sasa kwa timu ambayo inataka kufika mbali ni makosa makubwa sana kuwa unafanya rotation ya walimu hata kama kuna scenario gani, kwa sababu kwenye taasisi yoyote kuna kitu kinaitwa internal control. Yaani kabla jambo halijatokea, taasisi lazima iwe na watu wa kuweza kufocus events, kujaribu kuyatazama matatizo kwamba yes, hii ni taasisi lakini kuna jambo moja linaweza likatokea. Lazima kuwepo na ufuatiliaji wa data za taasisi, zinatunzwaje, nani anakaa na hiki kinakaa na nani, ili mwisho wa siku kuweza kulinda hata kama itatokea mianya ya kitu kinataka kupotea, mnakuwa mnajilinda. Mfano swala la Fadlu ambao wana Simba wanakumbuka, taasisi ya Simba nzima ilisema hawana shida na hawana compromise na Fadlu. Yaani mambo yote yako vizuri, ni chokochoko tu labda za watu, lakini Fadlu na Simba mambo yote yako mazuri. Mechi yenyewe ya kwenda kimataifa wakamng'ang'aniza pale airport akaenda, kumbe yeye alikuwa alishaomba kuondoka na alishafanya contact na watu wengine na hayuko tayari tena kuendelea na Simba. Messi, timu inatakiwa kuwa na quality ya uwazi, kutengeneza mazingira bora kufanya vizuri. Nimezungumza swala la pili ambalo nimelisema vizuri kabisa. Kusiwe na mchakato wa kubadilisha mabenchi ya ufundi. Hili Simba litawasaidia kwenda mbali. Lakini jambo moja la mwisho la tatu, sera za usajili. Hapa ndipo na waambia Simba kama akifafanyia kazi wanaweza wakaungana na timu ya kizazi kipya pale Egypt inaitwa timu ya FC Pyramid. Timu ambayo haina muda mrefu sana toka imeanzishwa. Ni timu ambayo kicount down haina hata miaka 25 toka imeanzishwa, lakini tayari wameshakuwa machampioni wa bara la Afrika kwa upande wa ngazi ya CAF Champions League. Sera za usajili zinatakiwa zibadilike. Najua hakuna Mtanzania asiyejua kwamba Simba is the queen of CAF Champions League in Tanzania. Simba ni malkia wa kucheza robo finali, yani zile quarter final ndani ya taifa la Tanzania. Malkia ndio nini sasa? Simba ni malkia? Simba ni malkia wa kucheza finali, ndo robo finali. Yes. Ni king kasema sasa. Mimi nimesema malkia. Malkia ni timu ya vijana ya wanawake. Mbona mnaelewi? Hiyo ni wanawake bwana. Mimi yani